Majimbo Media. Maendeleo majimboni, mikutano ya wabunge na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Huyu ni kijana mwenzio, tukapewa jimbo jipya na ndo kaanza yeye. Yaani kapewa kiwanja kina visiki kila kitu achimbue. Na leo tunapoangalia kwa barabara ya Ruhuha tukua tupiti kabisa na bajaji, maskini wa Mungu. Leo tunapita hapa shortcut na tunapata kipato, faida kubwa kidogo kwa wale tunaofanya faida tunapatikana. Kulikuwa tunazunguka kule gerezani. Kesi tunapita hapa angalau hata na hela mafuta inabaki. Allah ampe nini huyu mja wake? Kwa mimi namuombea kwa Allah huko anakokwenda akafanye kazi iliyotukuka. Kwa majina yangu naitwa Engineer Kijali Muntemi, ni mbunge wenu wa jimbo la Katoro. Niko hapa kwanza kwa sababu mimi ni mwana umoja huu kabisa. Kwanza nimshukuru sana afisa kwa kujali, ametujali sana. Tumemwomba kweli ahudhurie. Unajua tunapokutana katika umoja huu au hata sehemu zingine tunahitaji maafisa wa serikali ili waweze kutoa elimu hata kama ni kidogo, watu waweze kupata mwanga kidogo kwamba huu taratibu, hii mikopo inapatikanaje. Mfano kama kuna mtu mmoja ananiambia yeye ni wa bodaboda, alimfuata mtu mmoja ambaye ni kiongozi ila hausikiani kabisa na masuala, akamwambia ampe kahela kidogo ili amsaidie kumharakisha mambo yake, na akimharakishia mambo yake akisha apata wakubaliane ampe 3,500,000 ili waweze wakafanya nini, wakagawane na wenzia ambao watakuwa wamemsaidia. Basi akamwambia ni unipe 250,000 hapo ili nianze kushughulikia mambo yako. Akampa zile 250,000. Wale unafahamu sisi tunafanya kazi ya bodaboda, yani ili nipate hela ya boss na ya kwangu mimi alafu tunachana tunakupa 250,000 inaumiza. Lakini zile zikaliwa tu hazikufanya kazi yoyote. Nikamwambia wewe ulifikiaje huko? Na huku una mbunge, kwa nini haujamuona mbunge? Na hujazuiliwa kumuona mbunge? Na mbunge muda wote yupo. Kama haipo basi yuko bungeni. Lakini kazi ya mbunge ni kukaa jimboni kwake na kwenda bungeni na kufanya kazi ya serikali kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wake. Nikamwambia usirudie hiyo tabia. Hata nyinyi msifanye hiyo tabia. Ndio maana afisa tumemuita afisa ili kuhakikisha kwamba anachokieleza kinatoka ndani ya serikali. Kwamba vikundi vinasajiliwa, ukishasajiliwa unafuata utaratibu, unapata mkopo. Na mkopo hauna nini? Hauna riba. Sasa ningekuja tu mimi hapa au kama tungetumia njia za kinyemela labda na bwana Tito tukasema waambie wale wana kikundi wenzetu watafutie milioni yale kama milioni 2, alafu tumeshajua kabisa kumbe kwenye akaunti kuna milioni 7. Kwa hiyo tukiomba milioni 2 tumetutolea tu natupa sizipo. Yaani watu wakachechema hapa, mpe bana tupate hela nyingi, mpe, kwani milioni 2 nini bana? Tuishapoteza ngapi? Mpatie. Yaani kumbe tunachukua hela za kufanya nini? Za kuaibia au za kuwatapeli. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa leo na ndio maana kama nimeita na afisa ili mimi nikizungumza na afisa asikie yale, kama mimi nitazungumza kimakosa ayasikie. Ila pia amefanya vizuri, wakati mimi sijafika ameshatoa elimu kwenu kwamba namna gani ya kuweza kupata nini, kupata mkopo. Kwa jambo la kwanza ni waombe kama hamjasajili kikundi kisajiliwe, si ndio? Na afisa yupo, mimi nitamuomba atusaidie ili muweze kusajili kikundi kiwe kimekamilika. Jamani nyinyi ni watu wakubwa mno. Kama kutakuwepo na changamoto zozote mimi niko wazi. Tito huyu masaa 24 ananipigia simu. Tukichoka kuongea kawaida tunaanza kutumiana message. Kwamba bana sasa mimi nimebanana huku, tuanze kufanya nini? Kuchat. Tunatumiana message ili kuhakikisha kwamba kile kitu kinaenda sawa. Lakini pia katibu wa mbunge yupo. Yaani Tito ni kama msaidizi kwa sababu muda wote tunafanya naye kazi. Kwa hiyo nyinyi kwanza kwenye kikundi chenu mna mtu sahihi ambaye ameingia naye kwenye kikundi chenu. Kwa hiyo atawasaidia sana. Kwa hiyo niombe afisa utusaidie hawa vijana wasajili kikundi chao. Yaani hakikisheni kabisa kikundi chenu kimefanyaje? Kama mmeweza kutunza milioni 7,800,000 benki, mnatakiwa msajili kikundi ili serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iwasaidie. Lakini pia kwa sababu na mimi mbunge nipo, tutahakikisha mnazipata fedha ambazo ni 4% za nyinyi vijana. Maana hela zipo kwenye serikali. Dr. Samia sio kwamba hana hela zipo. Ila tu ndio changamoto hizi ambazo tunazo.
Nyinyi mna kikundi kizuri ila hamjasajili. Nani atawaona? Hamna. Labda kama ukienda mmoja mmoja, sasa hiyo ni nguvu yako. Sasa ukishindwa unashinda peke yako. Kwa mimi niwaombe mfanye utaratibu tusajili kikundi chetu ili kiwe katika kwenye nini, kwenye mfumo. Hawa watu wa pikipiki ambao nilikuwa naambia kwamba walifanyiwa michezo wanakwenda kupata mikopo yao, na halmashauri imetuhakikishia kwamba watapata kwa sababu tayari wameshaingizwa kwenye mfumo. Sasa kama nyinyi na mlivyopendeza na t-shirt zenu zimeandikwa kabisa hivi, kwa nini mshindwe kupata mkopo? Mtapata mkopo. Kwanza mmenifurahisha kama mmeweza kuwa na umoja ambao hata mjasajili ila mna uwezo wa kutunza milioni 7,800,000. Ingelikuwa ni watu wengine walikuwa wanasema lugha gani, kwamba wameshaachana kwa sababu hizi hela ni nyingi mno kuzitunza mtu mmoja. Lakini mmeenda kutunza, hatujajua hii benki ni ya mtu mmoja mwenyewe kutunzia au ni ya umoja wenu, hatujajua. Ila tu ule ujasiri wa kuweza kutunza fedha mpaka leo mnazo na mnakaa pale mnapigwa jua. Jamani, inahitaji moyo sana, si ndio? Kwa hiyo mimi niwapongeze sana kwa kitendo hicho. Mnatuwakilisha vizuri na sisi tunataka watu waaminifu kama hao, ili hata serikali inapoamua kuwasaidia nyinyi inajua kabisa watu wako serious. Kama wameweza kutunza hizi fedha, hata tukiwapa za serikali watatumia vizuri, watarudisha, watasaidiwa na wengine. Hilo ndio jambo la Samia analotaka, kwamba wasaidie vijana watumie fedha na wengine waweze kupata fedha kwa ajili ya kusaidia jamii hiyo. Tusipoingia kwenye kufanya kazi, mwisho wa siku tutaingia kwenye utapeli, wizi na nini. Lakini hatutaki kujenga jamii ya hivyo. Sisi bado tuna familia wote. Tukiwa sisi hatufai, je watoto wetu huku nyuma? Kwa lazima sisi tujiandae kisaikolojia kufanya kazi, kuiwakilisha nchi yetu vizuri ili tuweze kusonga mbele. Moja ya changamoto ambazo amesema upungufu wa vitendea kazi kama GUTA, si ndio? Elimu ya nini? Elimu ya usalama barabarani. Nyinyi mkisema kwamba lao tutafuta trafiki wa kuja kuwafundisha. Matrafiki wapo, tunaweza kuomba jeshi la polisi ni taasisi inayotoa elimu kwa ajili ya jamii yetu. Tukaomba wakaja kuwapatia elimu. Hilo jambo liko ndani ya uwezo wetu. Wala hatahitaji siasa sana nyingi. Hiyo yani kama mkihitaji watu wanaweza kupata. Lakini hapo kwenye elimu ya usalama barabarani, labda mimi niongezee, tunahitaji kuwa na leseni zetu ambazo ni leseni hai, ili unapoenda popote usipate changamoto, ufike kwa usalama na urudi kwa usalama. Maana ukifika kule barabarani, labda uko Chato, ukikamatwa unaambiwa leseni iko wapi? Hauna leseni. Ni changamoto pia. Kwa hiyo tunahitaji pia kuingia kwenye mfumo wa kupata leseni. Hata kama hujapata, usiogope kufanya kazi. Unapaswa kufanya kazi, ukifika ujielezee. Kama mimi bana sina lakini niko najiandaa kupata leseni. Matrafiki wetu ni waelewa. Wakati mwingine wanaweza kusaidia, wakati mwingine wanakuambia kwamba bana peleka GUTA wapi? Kituoni. Ukifika zungumza nao vizuri, ukishindwa kabisa pigia mbunge. Mbunge yupo. Na mbunge atazungumza nao kwa ustaarabu, kwa ustaa, ili kuweza kukusaidia ili uchukue GUTA ukaweze kuendelea na kazi wakati ukijiandaa kupata nini? Kupata leseni. Tusikiuke sheria za nchi ambazo zipo tukaingia kwenye changamoto. Tunataka tuishi kwa uhuru na kwa usalama zaidi. Jimbo letu jamani ni jipya, ni zuri. Tunatakiwa kulilinda sana kwa hali ya juu ili watu tuweze kunufaika na nchi yetu na rais wetu aliyopo ambaye anaamua kutusaidia sisi vijana wote katika hii nchi. Lakini jambo jingine amesema kuwezesha nini? Mikopo kwa makundi. Hii ndio tumelizungumzia. Sajini kikundi ili tuanze kupiga hatua. Mimi nitawashika mkono kwenye kupiga hatua. Sajini kikundi ili tuweze kusonga nini? Kusonga mbele. Mimi sijapewa kikundi kingine kule. Yaani ndio cha kwanza nyinyi. Na nyinyi mliniambia mkiwa kwenye jukwaa pale kwamba bana na sisi tunafanyaje? Tunaomba uwe mlezi wetu. Na mimi nilikubali kwenye jukwaa pale. Kwa leo nimerudi kama kuhakikishia mlezi wenu yuko tayari kufanya nini? Kuwalea. Kwa mimi niko tayari. Jambo moja umesema umoja wetu kusajiliwa, ndio hiyo tumeshalizungumza. Halmashauri kutuidhinishia eneo la maegesho. Hii sasa tutawaachia halmashauri kwa sababu afisa yuko hapa. Naomba atalichukua kama kuna maeneo ambayo yanaonekana kama yako wazi ni ya serikali, anaweza kafanya utaratibu tukapata eneo.
lakini pia kama kuna maeneo ambayo tunaweza tukayapata hata kama sio ya serikali, tukapata hata kama tukanunua, tukaonekana kwamba bado tuko mjini, maana sisi biashara yetu ni ya mjini. Hatuwezi kutoka mjini kwenda labda kama tukaegesha kabisa kule, ukishavuka Tegamatu kwa mbele kule, hatutawapata wateja wetu. Wateja wetu sisi wanapatikana mjini, kwa lazima tubaki mjini. Mmesema hapo upungufu wa vitendea kazi kama guta. Mimi nitafanya utaratibu ili tuweze kusonga mbele. Na hii akaunti yetu yenye milioni 7,800,000 inatakiwa iendelee kufanya nini? Kutunishwa. Afisa, mimi nilikuwa natamani wakisa sajili kikundi chao, wakamilishe kikundi chao, maana tunataka mali iwe ya kikundi. Mimi nitawapa guta moja la mfano. Hiyo guta mkiitunza vizuri, ikazalisha, ikaendelea kuzalisha mfuko wetu. Jamani, mimi natamani tufanikiwe. Sawa? Na mimi sina roho mbaya unapofanikiwa. Nina roho mbaya ninapokuona unarudi nyuma, unashindwa kufanikiwa. Huyu ni kijana mwenzio, tukapewa jimbo jipya na ndo kaanza yeye. Yaani kapewa kiwanja kina visiki, kila kitu achimbue. Na leo tunapoangalia kwa barabara ya Ruhuha, tukua tupiti kabisa na bajaji, maskini wa Mungu. Leo tunapita hapa shortcut na tunapata kipato, faida kubwa kidogo kwa wale tunaofanya faida tunapatikana. Kulikuwa tunazunguka kule gerezani, kisa tunapita hapa angalau hata na hela mafuta inabaki. Allah ampe nini huyu mja wake? Kwa mimi namuombea kwa Allah huko anakokwenda akafanye kazi iliyotukuka. Lakini pia tusisahau afikisha salamu zetu sisi vijana kwa waziri wetu, waziri wa vijana Joel ananauka. Tunamuomba aje Katoro tutembelee sisi vijana, tupo tunamhitaji aje. Vijana tupo, tunaya kuzungumza kwa waziri wetu. Yeye ni waziri kijana, ndio maana mama kamwamini, kamleta mbele yetu atuhudumie. Mheshimiwa mbunge, mwambie waziri wetu ananauka, tunampenda sisi vijana wenzake. Anajua shida zetu sisi vijana, changamoto tulizonazo, afike kwenye jimbo letu, aongee na sisi, tuna shida naye. Kwenye mikoa mingine anaenda, mbona sisi hatufikii? Tumemkosa ni sisi Allah. Tunamuomba ananauka afike. Sisi kama vijana wa madereva guta, CCM hapo, sheria Faraja, tunamuomba afike, atuone tuna changamoto, tumueleze. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha mikopo kama hii. Na kweli atatukwamua sisi vijana wenye vipato vya chini. Na hatuna la kusema zaidi ya kumwombea kwa Allah, muombe na apate maisha marefu duniani na azidi kumumpa hekima atuongoze kwa neema na busara alizojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusema hayo, na kutakia kila laheri Mheshimiwa mbunge uko uendako, tunakukumbuka na tulikupigania hata kipindi cha kampeni zako. Hatujakutupa na wewe kweli, na wewe pia haujatutupa. Endelea kutushika mkono, na pia tunashukuru afisa yetu aliyotupa, afisa maendeleo ya jamii ni kijana mwenzetu na anatupambania, na naamini tutajikwamua. Baada ya kuyasema hayo yote, namkabidhi Allah. Asante na safari njema kokote uendako, ufike salama. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Majimbo Media.